Bwana mtazamaji, ale mbele yetu ni mchambuzi wa boli mwite David Pasco ama Frigi Bov almashuhuri almaarufu, ndio jina lake ambalo linamweka mjini Instagram na kwingineko. Tuko hapa Amani Stadium, Amani Complex Zanzibar, ambako masaa 24 kutoka sasa mnyama Simba atakuwa anaitafuta historia ya miaka 32 iliyopita ya kwenda finali. Mkondo wa kwanza Simba dhidi ya Stellenbosch hapa uwanja huu wa Amani. Tunataka utusaidie kutupatia uchambuzi na tathmini yako ya kina kuhusiana na mchezo huu. Kipi kizuri kwa Simba na kipi cha hatari kwa Simba dhidi ya wasauzi hawa? Karibu sana David. Bwana, mimi nashukuru sana. Tuko Zanzibar leo siku ya pili, kesho siku ya tatu na ya mwisho Jumatatu tunaondoka. Nasema kitu kizuri kwa Simba na cha hatari zaidi. Kizuri ni kwamba Simba yuko nyumbani, anaanza nyumbani. Kizuri kingine ni kwamba wana confidence kufika hatua nusu finali. Hiyo inawaongezea wao motisha kwenda kwenye hii mechi. Kingine cha tatu kizuri ni kwamba wana wachezaji wengi wenye uchu, vijana wadogo ambao wao wenyewe tu wanatamani kutengeneza majina yao kupitia hatua hii ya finali. Na kama endapo watafika finali, wanajua kwenye transfer market thamani au value itakuwa juu zaidi. Kwa hiyo wachezaji wadogo wanatamani, wana uchu huo. Mtu kama Jean Chaza huwa anajua akifika hatua finali, anajua akichukua ubingwa yeye tayari jina lake linaondoka, na mwisho wa siku anapata malisho sehemu zingine, hasa kwenye mataifa ya magharibi au kaskazini kule kwa Arabu ambao wanatoa pesa nyingi zaidi. Kwa hiyo hii mechi ina mambo mengi sana, hasa self motivation kwa kila mchezaji wao wenyewe binafsi kuhakikisha kwanza wanafanikiwa, wanafikia malengo, lakini kingine kupandisha pia thamani ya klabu, kwa sababu wamefika kwenye klabu ya Simba wakiwa na struggle, wametoka kuwa nafasi ya 3 kwenye wakiwa wanashiriki kombe la shirikisho, na yote hayo ni kwa sababu tu kuna baadhi ya nyota hawakufanya majukumu yao ipasavyo msimu uliopita pamoja na kocha waliokuwa nao. Kwa this time naamini kupitia hizo factors 3 Simba wanaweza wakawa na nafasi nzuri zaidi ya kufanya chochote katika huo mchezo. Ambacho wanasema kipi kichungu ni kwamba kumaintain dakika 90 mbele ya Stellenbosch ambao ni kama Dula Mbabe ama Pius Mpenda. Unamfahamu Pius Mpenda, bondia yule wa kutoka Nakos, zamani kwa Nakos sasa hivi amechomoka Nakos, anataka kujitegemea. Pius Mpenda yule ni kama puto, unaweza ukampiga akaweka guard, lakini mwisho wa siku hachoki. Kwa hiyo wale jamaa Stellenbosch ni timu ambayo pia unaweza ukaweka guard ukawapiga na hawachoki vile vile. Kwa hiyo kuna namna tu ambavyo unapaswa kwa twist, kwa tekenya. Yaani unapaswa kuwatekenya ili wacheke upite. Kwa sababu unaweza ukashindwa kufanikiwa au kufikia sehemu unakotaka kama hujatekenya, au sio? Kwa hiyo lazima Simba wawe na mbinu za kumtekenya Stellenbosch ili waweze kufanikiwa. Sasa kumtekenya vipi? Kwanza unafanya majaribio ya nje ya 18. Kwa sababu wale jamaa si ni warefu, wana futi 6, futi 7. Mfano kama goalkeeper wao Sagi Steven, ile jamaa lina futi 7 lile. 6 hadi 7, ukijaribu kuliangalia ile jamaa limeenda hewani kweli. Alikuwa anaongea pale watu wakawa sababu ni kocha, goalkeeper lile yupo na ndio captain wao. Kwa hiyo ukiangalia utaona wana nyota warefu katika eneo la ushambuliaji, katika eneo la ulinzi. Kwa hiyo wao faida walionayo ni kwamba wana uwezo wa kucheza low block na wakafunga zaidi na wakahakikisha wanalinda kile ambacho wanacho. Lakini sasa wanakutana na Simba ambao wameshakutana na timu ngumu zaidi ambazo zinaweza zikacheza low block na wakafanikiwa. Simba amecheza dhidi ya Constantine hadi dakika 70 patupu. Lakini anakuja kufungua Awesu Ali Kagoma, lakini pia anakuja kufungua mtu anaitwa Yusuf Kagoma. Ngoma inamkuta Elimpanzo, anarudisha Kibudeli, anapiga fataki, Ateba anamaliza shughuli. Hapo ndipo ambapo nilijua kwamba Simba hata ufunge container la namna gani kwenye swala kutekenya, Fadlu Davids ni tactician. So to me naamini kwa sababu yeye anawafahamu vizuri Stellenbosch, akiwa Maxburg United, akiwa Orlando Pirates pale amewaona. Anamfahamu yuko kocha vizuri kabisa. Kwa hiyo kwangu naamini haya yote ambayo wao watakuja nayo Stellenbosch, Simba kupitia Fadlu Davids wanaweza wakaenda wakafanya lolote lililowezekanalo waweze kupata matokeo. Na kingine ni kwamba kwa sasa Simba wana uwezo wa kushinda idadi ya magoli kuanzia 2 kwenda juu. Imeshakuwa kawaida kwao. Pale ambapo wanajua hii mechi tunaitaka, wanajua namna gani waweze kutumia dakika zao vizuri. Mfano mdogo ilikuwa ni mechi yao ya Simba dhidi ya Al Masry. Mechi ambayo Simba anataka magoli 2-0 ile mechi. Anataka magoli 3 ili amalize mchezo, kwa sababu tayari alisharuhusu magoli, aliconcede magoli 2 kule katika uwanja wa Suez Canal. Simba anaenda katika dimba la Benjamin Mkapa pale, anajua anahitaji magoli 3. Magoli 3 yanakataa kutokana na hali ya hewa, pia wanalala sana wale wachezaji. Mwisho wa siku wanaenda kwenye matuta. Kwa hiyo ukija ukichukua performance ya Simba dhidi ya Al Masry, ukaja ukaongezea kidogo, wakacheza kama ambavyo walicheza na Al Masry, alafu kaongezea kidogo tu, ka twist kidogo dhidi ya Stellenbosch. Bosch anakufa si chini ya goli 3. Kama Barkana alimpiga goli 5,
Simba anampeleka vizuri tu kwenye hiyo mechi ya kesho, kwa sababu ninaamini wana nyota wengi Simba ambao wana uwezo mkubwa wa kuweza kushambulia zoni ya mpinzani, kupiga nje ya 18. Limpanzo anajaribu. Ni siku tu alaamke vizuri pia huyu Jean Chaza huwa ambaye kwa sasa ni playmaker ambaye anakupa tu matukio, lakini anahitaji zaidi kuimprove, kupiga pasi nje ya 18, kutengeneza nafasi nyingi zaidi za magoli. Akitengeneza nafasi zaidi ya nafasi 3 hadi 4, Simba anapata matokeo kwa sababu yeye ndio mpishi mzuri ambaye anategemewa kwenye hiyo mechi. Na kingine, Simba wanaposhambulia wanapaswa kuwa makini. Maeneo ambayo Simba wanapaswa kuwa makini sana ni eneo lao la kujilinda. Nani bana huyo? Eneo la kujilinda Simba wanapaswa kuwa makini. Kwa nini? Wanaye Chamu Karabwe ambaye kuna wakati pia ni mzito. Anapenda kutumia zaidi guu lake la kushoto. Ukimzidi ni changamoto. Nasemaje? Simba wanapaswa kukaa vizuri kwenye eneo lao kiungo, kwa maana Fabrice Ngoma pamoja na Yusuf Kagoma kulinda eneo lao la ulinzi, kwa maana kumlinda Hamza pamoja na nani na Chamu Karabwe. Lakini kingine ni kwamba wakati wanashambulia wanapaswa kuwa vizuri sana kwenye kuhakikisha counter attack zile haziwaletee shida, kwa sababu hawa Stellenbosch wamekuwa wazuri sana kwenye counter attack. So wanaposhambulia sio kwamba wanaenda wote, lazima Chamu abaki, lazima Hamza abaki, lazima Ngoma abaki, lazima Kagoma abaki. Sawa, wanapaswa kupiga pasi, long passes, sideway, pinpoint passes, zile za mbele wanapaswa kupiga pasi zaidi za mbele, lakini mwisho wa siku lazima wawe na nishati ya kurecover maeneo ya hatari. Sababu wale jamaa wazuri wanaweza wakarusha alafu wana watu mbio. Sasa wakiruhusu bao moja Simba alafu leo labda wakashinda goli 2, alafu Stellenbosch wakapata goli 1, hiyo ni madhara tosha kwa Simba pale Durban. Watampa Simba mlima mkubwa wa kwenda kutafuta ushindi kama finali, lakini wakifanikiwa kuhakikisha kila dakika wanakuwa aggressive uwanjani, kwamba tunajua tunaenda kushambulia lakini tunatahadhari tunafungaje milango yetu. Tunajua sasa hivi ni dakika 45 za kwanza tumepata magoli mangapi, tunajua 15 za kwanza tutakiwa tupate mangapi, 15 zingine tutakiwa tupate mangapi, 15 kukamilisha 45 za kwanza tumepata mangapi. Wanafanikiwa, na faida nyingine ni Fadlu kuwafahamu wale jamaa, kwa hiyo anajua mifumo. Anaweza akaamua kwenda na 4-2-3-1, akamimina wachezaji wake wa kutosha pale, akapiga wanne pale, Vup, Kapombe, Zimbwe, Chamu, Hamza, Kagoma na Ngoma, 4-2-3-1, alafu akapiga ule utatu, akamweka kule Kibu, akamweka huko Mpanzo, akamweka huko Ahua, akamilisha watatu, alafu pale juu anamweka hapa Steven Dese Mkwala. Au utaniuliza kwa nini Mkwala wewe? Na swali langu ni kwa nini Mkwala? Na mchezo wa mwisho wa CRDB Federation Cup alianza Ateba. Sasa umeshasema CRDB, kwa maana kwamba bado Ateba anaonekana ni mshambuliaji nambari 1 wa Fadlu, japokuwa mazingira tu na wakati wa kiwango chake ndio mpelekea Mkwala kuwa anaanza. Hauoni nafasi ya Ateba kurudi kwenye kikosi cha kwanza? Kuna muda, ngoja nikupe tu kitu kidogo sana. Kuna muda mtoto wa kambo anaweza kawa na faida kubwa kwenye familia. Mtoto wa kambo hapa nani sasa? Kuna muda mtoto wa kambo anaweza kuwa na faida kwenye familia, kuifanya familia yako ionekane iwe na thamani kwenye jamii yake. Na maanisha nini? Inawezekana ukawa na familia ya kwako, baba na mama the same, watoto wa kwako ambaye hashare na yoyote, kwa maana mtoto anashare baba na mama. Kuna familia hivyo, lakini haijawahi kuleta heshima kwenye familia yake, kwa maana labda hajaikuwa labda kiongozi fulani wa serikali, mbunge, si waziri, hao waliopata malezi ya wazazi wote wawili. Lakini anatokea tu mmoja kutoka kwa mtoto wa kambo, kwa maana amezaliwa na baba mwingine huko au amezaliwa na mama mwingine huko, aingia kwenye familia yako na kukupa faida. Huyo ndo Ateba. Ateba ni mchezaji ambaye kocha alimpa priority, yeye ndo aliohakikisha yule mchezaji anakuja, kwamba bana mimi funga simuelewi na muombeeni mshambuliaji, nimemwona Ateba. Na of course alimpa kile ambacho anakihitaji. Kwenye mechi za kwanza kwenye Al Ahly Tripoli alifanya vizuri, kwenye ligi kuu anaenda vizuri, lakini kadiri siku zinavyoendelea kwenda, mtoto aliyekuwa anapata malezi bora ndo anaanza kumwangusha baba yake. Sasa mtoto wa kambo Steven Dese Mkwala alikuwa haaminiki, kusema kweli. Alikuwa apewi choice ya kwanza. Ilikuwa tu dakika 70 80. Kocha alimpa dakika zake kadhaa kwenye mechi dhidi ya Coastal Union Mangushi pale Sheikh Hamdabedi Kaluta. Akapiga hati. Anatoka pale anajenga confidence. Goli zake 8. Alikuwa na goli 5, Ateba na goli 8. Unaelewa? Siku hiyo tu akalevo pale goli 8 wote. Baadaye anaenda dhidi ya Almasri pale Suez Canal, niko pale mimi namwangalia Ateba kwa macho yangu. Niko pale kaka, nimelipia tiketi kula. Ateba anadhalilisha. Ateba yuko pale, mwanangu anapigiwa mipira, yeye anagadi. Sasa unagadi ili weje baba? Utagadi masaa yote?
shtua. Striker lazima sometimes ujikungute upupu, yani tikisa upupu. Kwa sababu tayari anatengeneza mazingira mabeki wanamuelewa. Kwa hadi wa championship sasa hivi wanamjua Ateba style yake ya uchezaji, kwa maana akipigiwa pasi yeye atakuwa anaweka mpira chini. Alafu watu wanapokoja chini wanaondoka na mali. Sasa huyu Mkwala imani mashabiki wanayo imani. Fadu sasa imani imejengeka. Amempa mechi juzi amefunga goli la kichwa. Ateba lini kafunga goli la kichwa utaangalia, lakini pia Mkwala ni mchezaji ambaye anaongeza idadi pale timu ambapo itakuwa imepoteza mpira. Anaenda kusaidia, lakini pale ambapo timu imeshapandisha mashambulizi anafika kwenye eneo lake na hafanyi masiara. So kwangu leo ukiniambia kati ya Ateba na Mkwala nani anaanza, nakwambia anaanza na Mkwala, timu ikiwa inahitaji matokeo. Ila timu ikiwa inahitaji kujilinda utaweka tu hawafu. Utamweka hawafu pale Ateba. Bana hawafu Ateba, natamani timu yangu leo icheze tu kwa kujilinda. Yaani tusishambuliwe. Kwa hiyo hakikisha mabeki wawili hadi watatu hawatembei. Hapo umeshapata matokeo. Mfano akienda Durban pale Afrika Kusini, Simba anaongoza tayari huko ameshashinda goli 3 au goli 4. Ndio kwanza na Ateba. Kwa sababu Ateba sasa kule lenyewe itakuwa na hangaika na mabeki wengi hawapandi. Viungo hawapandi, wanamlinda nani? Hawafu Ateba. Lakini kwenye mechi kama inahitaji kuflow, kwa maana kila watu wanaondoka kama ndege za kivita, weka Mkwala pale. So kwangu naamini Mkwala one of the best, ni choice ya kwanza kwenye hii mechi, namtaka zaidi kwa sababu Simba hawatakuwa na kitu cha kupoteza. Kuna somo lote Yanga wanajifunza kwa Simba hii hatua hii nusu finali au mpira wanapaswa kukaa wakiwa wanakula biriani au wakiwa wanakula ubwabwa wa njegere. Nasikia ubwabwa wa njegere ndio mtamu, na mimi na enjoy sana kula ubwabwa wa njegere. Kwa hiyo Yanga wakiwa wamekaa kwenye jamvi wanakula ubwabwa wa njegere sasa hivi. Unazijua njegere? Vizuri na korosho. Vizuri sana. Wakiwa wanakula ubwabwa wa njegere, wameweka miguu kwenye jamvi, wanapaswa kuangalia Simba wanafanya nini kwenye hii michuano, kwa sababu leo hii Simba wako nusu finali, Yanga wako wanaenda kucheza na Fountain Gate kaka. Wanaanza kucheza na nani? Na Fountain Gate ligi kuu. Wakitoka hapo wataenda kwenye mechi yao, wana mechi ya CRDB Federation dhidi ya wataenda kucheza na JKT Tanzania pale kwa Kwani Tanga. Kwanza watakuja Unguja pia hapa kwa ajili ya kombe la Muungano. Kwa hiyo nani hapo mkubwa? Nakuuliza wewe mwandishi wa habari. Nakusikiliza mchambuzi. Sasa hapo inabidi uungane na mimi, kwa sababu wakati Simba anapambana kufika kuitaka finali, leo Yanga anapambana kwenye ligi kuu, Yanga anapambana kwenye CRDB Federation, Yanga anapambana kwenye kombe la Muungano. Haya, niambie lini Simba amecheza michuano ya ligi kuu hapo? Ni lini mara ya mwisho? Muda mrefu. Yanga tayari na michezo mitatu. Haya, lini Simba amecheza CRDB Federation? Lini Simba amejiondoa kwenye michuano ya kombe la Muungano? Kwa nini? Ana majukumu ya kitaifa. Simba ametangaziwa milioni 20 na mama. Goli moja milioni 20. Hao ni Simba. Hilo aende wapi? Finali. Simba amemtoa Al-Masry, amemtoa Mwarabu. Simba huyu kapambana Al Ahli Tripoli ya Libya. Simba huyu amemtoa Constantine. Simba huyu hajastruggle kutafuta goli moja kama Yanga alitafuta goli moja dhidi ya MC Alger kaka wakakosa. Simba ametafuta goli 2 kwa Constantine akapata. Simba ametafuta goli 3 kwa Al Ahli Tripoli akapata. Kwa hiyo Simba ameseti standard yake kwenye michuano of course. Daraja ambalo lilikuwa linakataa kwa Simba ni kufika hatua ya nusu finali, kwa sababu hadi toka 93 mzee ni muda mrefu. Kwa leo hii Simba amefika nusu finali, lakini mpaka sasa hivi imani ya watu wengi Afrika Mashariki wana imani kubwa Simba anaenda finali. Kwa nini? Wanacheza na timu ambayo ni kizazi kipya. Simba wao tayari washaseti standard yao kwenye michuano. Kwa hiyo ili uwe mkubwa, watu watasema Yanga wafika finali ya Confederation ni ukubwa. Of course ni ukubwa, lakini uwezo ukaenda Confederation alafu ukaishia makundi misimu miwili inayofuata. Ukienda hatua ya finali unapaswa kurudi robo finali, umeshindwa zaidi. Ukiishia makundi tumeans kwamba ulienda kwa fluke. Lakini kama umeenda moja kwa moja kwamba kwa uwezo wako, kwa umesha set level standard yako, hauwezi ukaenda finali then ukadondokea kwenye makundi. So to me ninaamini Simba ni timu ya kuigwa. Sio tu hapa Tanzania, Afrika Mashariki. Gor Mahia wako wapi? Nakuuliza, Gor Mahia hawapo. Apere au APR hawamo. Rayon Sport hawamo. Vipers hawamo. Unanisikia vizuri? Na timu nyingine nyingi hazimo. Kwa hiyo Simba peke yake wapo Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo sio Yanga tu wa kujifunza. Kina Gor Mahia, kina nani, wote wanapaswa kumwingia Simba kwa sababu hii michuano ndio ya kwake. Leo yuko nafasi ya 4 brother, na hamna mtu anaongea. Pointi 43. Yanga na pointi 34. Na Simba huyu akifika hatua finali. Anafikisha pointi 48. Akichukua ubingwa anakuwa na pointi 53. Sasa uone amewadondosha hadi Waarabu. Haya, Simba leo amemwacha Wydad, amemwacha Berkane. Alafu watu waongee, people they still quiet. Yaani watu wanakaa kimya kama hakuna kilichotokea. Kwa hiyo
timu kubwa siku zote ni inatengeneza mipango yake kimya kimya. Leo hii Yanga wangekuwa ndo nafasi ya 4 Afrika, kaka, watu wangekula supu ya ng'ombe zaidi ya 100. Kaka, mabango yangewepo nchi nzima. Yanga wangefika nafasi ya 4. Nafasi ya 4 watu waisemi, lakini mimi naweza nikaisema kwa sababu 43 points, nafasi ya 4 yuko mnyama. Hichi ndicho ambacho kinaogopesha pia hata wale Stellenbosch. So wanapaswa Yanga kukaa kwenye jamvi na kuendelea kujifunza mazuri ya Simba wanayofanya. Asante.